ilikuwa wakati wa kampeni, na mkaniambia mambo mengi, lakini mojawapo mkaniambia hatuna mazingira mazuri ya maliwato kwenye hichi kilabu chetu cha pombe, na niliwaambia hichi kilabu cha pombe kinalea watu wengi sana, ni ajira ya wengi, lakini kuna familia nyingi zinategemea kilabu hiki kwa ajili ya shughuli zao za kujipatia kipato cha kila siku, na sisi lazima tukilinde kilabu hiki, lazima tufanye juhudi kiboreshwe. Sasa kwa kuwa mliniambia kuna jambo la haraka, nikasema mkinipa kula zenu tu tarehe ile 29 sitapoteza muda tena. Nilisema ndani ya siku 100 nitakuja, lakini sasa hizi hata wiki 2-3 hazijaisha, nimeamua nije. Niliona jambo hilo mliloniambia ni kubwa sana. Sasa leo nimekuja na ahadi yangu kuitekeleza. Nyie mliniambia tu, mliniambia mnataka sinki la choo pamoja na bati, nakumbuka, lakini mimi nimejiongeza, nimewaletea na vitu vingine vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 1. Ninataka tuvitoe leo. Unajua, ukiwa mbunge lazima ujue kwamba kuna kero kubwa na ndogo. Hapa hii ni sawa, ni starehe. Wazee wanatoka huko, itakuwa wapumzike huko ndani. Lakini hapa Kiweni palikuwa hamna kilabu. Sawa? Kwa sababu kama nyumba ni choo mlikuwa hamna. Hapo unaweza mwenyekiti mwenyewe mpaka nilikuwa naona aibu nyewe. Napeleka kule kweli kama ni eti. Mimi napenda tu nimshukuru mheshimiwa mbunge. Kwanza moja kwa ushindi kwa kula hizo pewa. Sawa? Mzee mbunge, nakushukuru sana. Kweli mzee umetisha. Kwa hili tu kabla sijakabidhiwa vitu, mbunge umetisha. Mimi sina mengi sana. Na wenzangu wengine na wataweza kuongea. UTI kule tumetibiwa mpaka basi. Sindano za hapo tumechoma mpaka tumechoka. UTI kwa sababu kule chooni. Kwa sababu ukiingia tu hivi, yaani kwanza shida unakwenda kusaidia unaanza kujifikiria. Inabidi uzunguke nyuma ya choo kwenye vumbi ujisaidie vile vijidudu visikupate. Na maana kwa hili swala hili, yaani tunakushukuru, yaani ubarikiwe. Mungu akuongezee, akuzidishie pale ulipopunguza. Amina. Yaani ushukuriwe mara 200. Kwa sababu tulijua ulivyotoa ile ahadi hauwezi kutimiza. Lakini Mungu alivyo ajabu, kabla ule muda umetimiza. Ubarikiwe baba yetu. Amina. Yaani umejijali sana. Amina. Kwa sababu tuone Neema Athumani, tunashukuru mbunge wetu kwa kuja hospitali hii ya Frelimo kuziuliza changamoto zetu, na sisi kama wananchi tumezisema changamoto zetu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mbunge na diwani kuja hospitali ya Frelimo kusema changamoto zetu, na sisi tumezisema. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tunashukuru kama hivi mimi nilizozitaja, nimemwambia mbunge wetu sehemu zetu tunazouza tunaungua na jua. Kama mimi nina mtoto mdogo ana miezi 2, kama hapo nimemweka nyumbani hajanyonya kuanzia asubuhi mpaka saa hizi kwa sababu ya jua. Kwa hiyo alipofika mbunge, nimeshukuru sana na nimemwelekeza shida yangu, mpaka sasa sijanyonyesha kwa sababu ya jua. Kwa hiyo mbunge wetu ameniambia atanitengenezea na ameniahidi atanipa mtaji kurekebisha sehemu yangu ya kazi. Kwa hiyo nashukuru sana. Biashara yako ni nini? Biashara yangu nauza nyama za kuku, viazi na bisi pamoja na bisi.